Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na tano notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeo TV. Leo ni tarehe 22 Julai mwaka 2026 ambapo kesi ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ya uhaini ikiwa inaendelea kuhunguruma katika mahakama kuu ya Dar es Salaam ambapo pati namba 11 ikiwa inaendelea katika sehemu katika chaneli yetu. Ni sehemu ya kwanza siku ya leo ambayo ni tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Pati namba 11 na nukuu maneno ambayo ameandika Hilda Newton, mwendelezo wa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Leo tunaendelea na Andrew Shabani Ntamamilo ambaye ni mkuu wa gereza, yani bwana jela. Mheshimiwa Lissu anamuuliza, anasema, wewe ndio mkuu wa jela? Ntamamilo anasema, bwana jela ndio. Mheshimiwa Lissu anamuuliza, una cheo cha ACP? Ntamamilo anasema, ni kweli. Mheshimiwa Lissu anamuuliza tena, unawajibika kufuata sheria? Mkuu wa jela anasema ndio. Mheshimiwa Lissu anasema, ni jukumu lako wewe na maafisa wengine mnaotekeleza majukumu yenu kwa mujibu wa sheria ya magereza na kanuni zake. Mkuu wa jela anasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu anamuuliza tena, unaifahamu vizuri sheria ya magereza? Mkuu wa jela anasema naifahamu. Mheshimiwa Lissu anamuuliza tena, yote niliyokuuliza ni maswali ambayo yapo katika sheria? Mkuu wa jela anasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu anamuuliza tena, yote niliyokuuliza yapo kwenye kifungu cha 8 cha sheria ya magereza? Mkuu wa gereza anaguna hapo. Mheshimiwa Lissu anamuuliza tena, sikutegemea jibu swali au omba sheria usome kifungu cha 8. Bwana jela anasema kweli. Mheshimiwa Lissu anamuuliza tena, kuna kanuni za mwaka 1968 na pia kuna PCO, yani Prison Standing Order. Mkuu wa jela anasema naifahamu. Mheshimiwa Lissu anamuuliza, ni mwaka gani tumeitafuta hatuipati sisi? Unaweza kuniazima? Watu wanacheka hapa ndani ya mahakama. Mkuu wa jela anasema hapa sina, ila naifahamu. Jaji anasema ofisini unayo hiyo PCO? Mkuu wa jela anasema ninayo, ndio. Jaji anasema itasaidia sana ukiileta na ukamletea Lissu pia aitumie. Mheshimiwa Lissu anasema, nawashukuru sana majaji, nataka kushughulika naye kupitia hiyo sheria. Mheshimiwa Lissu anasema sasa hizo PCO zimetungwa na kamishna wa magereza na kanuni za usimamizi wa magereza zimetungwa na waziri? Mkuu wa jela anasema ndio. Mheshimiwa Lissu anasema na PCO zinatungwa na kamishna wa magereza baada ya ruhusa ya waziri? Mkuu wa jela anasema, bwana jela anasema sijui. Mheshimiwa Lissu anamuuliza, sasa shika sheria, soma section 5(2) prison service. Bwana jela anasema kumbe kweli inasema hivyo, ndio. Mheshimiwa Lissu anasema angalia kifungu cha 105 cha sheria hiyo ya magereza na kinasema waziri amepewa mamlaka hayo kwa mujibu wa sheria. Mkuu wa jela, bwana jela anasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu anasema yapi ni malalamiko ya kamishna mkuu wa magereza kwa mujibu wa sheria hiyo? Soma ile 5(2). Bwana jela anasema nimeona. Mheshimiwa Lissu anasema hayo mamlaka ya kamishna mkuu kutunga PCO na circular, je, yanahusu maafisa wa magereza peke yake? Bwana jela anasema bwana jela yuko kimya. Mheshimiwa Lissu anasema jibu swali sasa. Bwana jela sio kweli. Mheshimiwa Lissu anasema soma sasa kifungu hicho. Bwana jela anasoma kwa sauti. Lissu anasema hiyo ni 5(2) kweli? Bwana jela anasema hii ni 5(1). Mheshimiwa Lissu anasema sasa nimesema ni 5(2) afande wangu.
Bwana Jela anasema naomba tuanze na 5-1. Mheshimiwa Lissu anasema kinahusu nani na nani? Nani na nani? Bwana Jela anasema wafungwa na maskari. Mheshimiwa Lissu anasema waambie majaji kuwa neno prison linajumuisha na wafungwa. Bwana Jela anasema ndio. Mheshimiwa Lissu anasema kifungu kinachosema taratibu zinazoongozwa prison and officer. Bwana Jela anasema ndio. Lissu anasema kama hivyo, kwa nini prison inajumuisha hadi prisoner na officer? Kwa nini kifungu kitaje sasa hao prison officer? Bwana Jela anasema mimi sio mtaalamu wa sheria. Mheshimiwa Lissu anasema mtu pekee mwenye mamlaka kutunga kanuni ni waziri peke yake. Bwana Jela anasema mimi sio mtaalamu wa sheria, ni mtekelezaji tu. Jaji anasema shahidi, umeelewa lengo la swali, unaulizwa ili utake kujua unatekeleza sheria ambazo unajua zimetungwa na nani. Bwana Jela anasema ananiuliza tena. Mheshimiwa Lissu anasema ni kweli kanuni zinazohusu wafungwa kwenye mamlaka zinatungwa na waziri peke yake? Bwana Jela anasema sifahamu. Mheshimiwa Lissu anasema soma kifungu cha 105 AJ kuhusu kusechi wafungwa, askari ni waziri ndio anayetunga. Bwana Jela anasema sio kweli. Mheshimiwa Lissu anasema soma. Bwana Jela anasema basi ni kweli. Pati namba 12 itaendelea kwenye posti inayofuata. Kama ni mara yako ya kwanza, ningependa pia ushushe maoni yako katika sehemu ya comment section. Hapo nitakuja kuyapitia maoni. Ni mnyikano ni mkali kweli kweli kati ya Bwana Jela pamoja na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Katika eneo la kwanza hapa maoni yanatoka kwa Mohamed Ajubi, anasema huyu Bwana Jela leo ametukana kidogo hapo, lakini Engineer Ngajika anasema basi kweli, lakini Jima anasema mimi nafurahi haya majitu yanayoaibishwa, huwezi puuza kanuni na sheria. Lakini Abdul Kalman anasema hii nchi ina wapumbavu wengi wanaopewa ajira mjomba. Lakini Sigara anasema huyu atapigwa, ametokana kidogo. Lakini Apiza anasema ofisi zimekaliwa na watu wanaostahili kuwa sehemu tofauti kabisa. Lakini Abdul anasema hii kazi ya polisi kama ina shida ndani yake, lakini kwa sababu ya maelekezo kutoka juu na sio mafunzo wanayopewa. Lakini Master anasema Bwana Jela mbona ametukana kidogo. Lakini Modi anasema sio kweli, soma basi ni kweli, aibu utaona wewe tu kwa moto huu. Lakini Zaketi anasema ntamililo muha. Lakini amesema Mabluka anasema anakula kiminyo. Lakini UD Standard 4 anasema aise, aibu utaona wewe. Lakini Chaza anasema kazi anayo huyu Bwana Jela. Lakini Mnyama anasema huu ndio alipaswa kuwa jela sasa hii na sio Lissu. Lakini Msigwa anasema ntamalilo. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umetoka katika chapisho la Hilda Newton. Jina langu ndio KTV. Asante kwa pamoja nami katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.